Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali inatambua na kuthamini mchango wa wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi katika kukuza uchumi na maendeleo ya taifa. Maendeleo Bank imeendelea kuweka rekodi ya kipekee ya kupata faida kwa miaka 11 mfululizo, hali inayotokana na uimara wa biashara, uongozi wenye maono na utekelezaji thabiti wa mikakati. Chuo Kikuu cha Mzumbe kimezindua kituo cha tafiti na ubunifu wa akili unde, hatua inayokuja wakati ambapo taifa linaongoza jitihada za kutumia teknolojia katika kuboresha elimu na tafiti. Na katika habari za kimataifa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa amani na kumalizwa kwa tabia ya ukoloni mamboleo inayoendelea kwa hivi sasa duniani. Mtazamaji, wakati mwingine tena tunakutana mimi nawe hapa katika Upendo TV Habari. Karibu popote pale ulipo, bila shaka uko sawasawa na mzima buheri wa afya njema. Mimi ni Francisco Nongoro na kusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Tunapatikana pia kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kote huko, andika Upendo Media, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau zamani Twitter X, tunapatikana kama Upendo Media. Nami huko kote, jina langu ni Francisco Nongoro. Karibu. Tuanzie basi makao makuu ya nchi katika jiji la Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali inatambua na kuthamini mchango wa wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi katika kukuza uchumi na maendeleo ya taifa. Hayo amesema katika jiji la Dodoma katika hafla ya maandalizi ya Mei Mosi 2026 ambayo kitaifa inafanyika katika mkoa wa Njombe, ambapo amesema serikali inaendelea kuwaenzi wafanyakazi nchini kutokana na umuhimu wao mkubwa kwa taifa. Na yote hayo yamewezekana kwa sababu tuna wafanyakazi wanaofanya kazi kweli kweli. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufanya maadhimisho hayo kwa shamra kwa sababu tuna mambo ya kujivunia. Nimekuwa nikitoa mifano katika sekta mbalimbali ambazo tunaona hatua kubwa ambayo imefanyika, na kwa kweli ni kila sekta kuna mabadiliko makubwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu yamesema maandalizi ya maonesho ya Mei Mosi mwaka huu yanaendelea vizuri, akisisitiza kuwa kwa siku zilizosalia maandalizi yote yatakamilika ndani ya wakati. Nilipenda kujulisha kuwa maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kwa mwaka wa 2026 yanaendelea vizuri kama alivyotoa taarifa hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe, ambapo mpaka sasa hatua ya maandalizi ya ujenzi wa uwanja unaendelea vizuri, ambao tutategemea ndio sehemu tutafanyia shughuli hii. Lakini pia maadhimisho haya yanatarajiwa kuwa na washiriki wapatao 5,000 na zaidi kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa katika taarifa yake ya awali. Mkuu wa Mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema maadhimisho hayo ni fursa kubwa si tu kwa kuwa mkoa wa Njombe bali kwa mikoa yote ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini, na huku rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Dr. Tumaini Nyamhokea akishukuru kuimarika ushirikiano kati ya serikali na vyama vya wafanyakazi. Usiku na mchana kazi zinafanyika, lakini ufuatiliaji wa ukaribu sana wa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, ambaye swala la Mei Mosi liko kwake usiku na mchana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunazungumza sana Mheshimiwa Sangu kwa simu, kwa kutuita, kwa kutaka kuhakikisha kwamba at least kila siku tunampa taarifa. Lakini rais wa TUCTA na kamati yake, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hao wengine wamekuja hapa wa TUCTA wametokea Njombe. Sio kama wametoka kwenye mikoa yao, maeneo ya familia, wametokea Njombe, na kuna kazi kweza endelea usiku na mchana. Kwa hiyo tunaamini kwamba kazi hii ambayo umeibeba kwa niaba yetu sisi watu wa Njombe, kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, tambue tunaibeba kwa heshima kubwa sana watu wote wa mkoa. Ahidi tu ushirikiano tutaendelea kutoa kwa serikali ambayo wewe ni kiongozi mkuu wa serikali, lakini kwenye shughuli ya Njombe tutashirikiana na wenzetu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wadau wote wa mkoa wa Njombe kuhakikisha jambo hili linakwenda vizuri.
Katika hafla hiyo ya awali, kiasi cha shilingi bilioni 1.105 kimekusanywa ambapo zitasaidia katika mkoa mwenyeji kukamilisha shughuli za maandalizi kwa ajili ya tukio hilo. Mtazamaji, ni kuelekea huko Njombe katika mkoa huo ambapo yatafanyika maadhimisho hayo Mei Mosi. Sasa tuangazie katika jiji la Dar es Salaam. Maendeleo Benki imeendelea kuweka rekodi ya kipekee ya kupata faida kwa miaka 11 mfululizo, hali inayotokana na uimara wa biashara, uongozi wenye maono na utekelezaji thabiti wa mikakati ya ukuaji endelevu, na hivyo kuhimili ushindani wa soko ambapo mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 72 imetolewa kwa wateja. Hayo yamesemwa na mkuu wa idara ya fedha benki hiyo Nolasco Charles wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusu nguvu ya kibiashara ya benki hiyo, ambayo amesema mafanikio hayo yanatokana na kuimarika kwa biashara ya mikopo na imani ya wateja wa Maendeleo Benki. Mkakati uliopita ambao ulikuwa wa mwaka 2022 mpaka 2026 kuonekana kwamba takriban vipimo vyote ambavyo tulijiwekea tumevikamilisha kabla ya muda wake. Tukaandaa mpango mkakati mwingine wa mwaka 2025 kwenda 2030. Na mpango mkakati huu ulijikita kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni kuimarisha rasilimali watu. Na tunaimarisha rasilimali watu kwa sababu mteja anapomuona staff yoyote wa Maendeleo Benki, yeye hapo ndo anahesabia ameiona Maendeleo Benki. Aidha, amesema benki hiyo itaendelea kuimarisha rasilimali watu, kuendeleza mageuzi ya kiteknolojia, kukuza biashara kwa kuwekeza katika mifumo ya kisasa ya kidigitali zikiwemo huduma za mobile bank na internet, hatua inayoongeza ufanisi, huku akisisitiza kuwa benki itaendelea kumpa kipaumbele mteja kwa kila jambo analolifanya, ikiwemo masuala ya usuluhisho na ubunifu. Kwa Maendeleo Benki imeandaa mpango mkakati wa kuimarisha mifumo na miundombinu ya kuwafikia wateja wetu kwa kutumia teknolojia. Na mpango huo umegawanywa katika maeneo 6 na kila eneo linatekelezwa kidogo kidogo kwa muda wote wa miaka 6 ili kuhakikisha kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 tumefikia hali ya juu kabisa ya teknolojia ambayo iko duniani katika kuwafikia wateja wetu na kuwapa huduma bora za kibenki kuliko benki nyingine yoyote nchini na duniani. Jambo la tatu katika mpango mkakati ambao ni nguzo ya tatu ni kukuza biashara. Katika mambo yote tunayoyafanya, kadiri benki inavyoweza kukuza biashara yake na kupata faida, ndio inavyoongeza kuwahudumia wateja wengi zaidi nchini, inaongeza kufungua matawi mengi zaidi, na inaweza kuongeza kwenye miundo na mifumo ili kuwafikia wateja wake. Mapato ya benki kwa mwaka 2025 yamekuwa kwa asilimia 26 kutoka shilingi bilioni 23 kwa mwaka 2024 hadi bilioni 29 kwa mapato halisi ambayo yanatokana na riba ni bilioni 25.78, faida kabla ya kodi ni bilioni 5.0, faida baada ya kodi ni bilioni 4.75 na uwiano wa gharama kwa mapato ni asilimia 61.12. Na ni kwa sekta zote. Na tunajikita zaidi kwenye sekta zinazochangia ukuaji wa uchumi, kama sekta ya kilimo, kama sekta ya uzalishaji mali, SME na kadhalika. Kwa hiyo tunatoa katika sekta zote, nyanja zote na wateja wa hali zote. Mikopo yetu inaanzia kuanzia 500,000 na inakwenda sasa hivi tunatoa mpaka shilingi bilioni 5 kwa mteja mmoja. Hiyo tunaita kitaalamu single borrower limit. Na hii inapimwa kwa kiwango cha mtaji ambacho benki inacho. Kwa hiyo kwa mafanikio tuliofikia na faida tuliopata mwaka jana na mtaji ambao tumeufikia sasa hivi, Maendeleo Benki inaweza kutoa mpaka shilingi bilioni 5 kwa mteja mmoja. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo sasa inatufanya tuangazie kutokea mkoani Morogoro. Chuo Kikuu cha Mzumbe kimezindua kituo cha tafiti cha ubunifu wa akili unde, hatua inayokuja wakati ambapo taifa linaongeza jitihada za kutumia teknolojia katika kuboresha elimu, tafiti na kukabiliana na changamoto za maendeleo. Kutoka mkoani Morogoro, huyu hapa ni Pasco Elias na taarifa kamili. Hafla hiyo imefanyika katika kampasi kuu ya Morogoro, ikiongozwa na naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma, utafiti na ushauri, Profesa Hawa Petro,
kwa niaba ya makamu mkuu wa chuo Profesa William Magoha. Hafla hiyo imehudhuriwa na wataalamu mbalimbali wa teknolojia, watafiti wa shirika wa maendeleo kutoka Ubelgiji na wanafunzi. Akizungumza katika hafla hiyo, Profesa Hawa amesema dunia ipo katikati ya mapinduzi makubwa ya teknolojia yanayoendeshwa na AI. Hivyo vyuo vikuu haviwezi kubaki nyuma. Hii AI ipo kwa ajili ya kurahisisha vitu mbalimbali ambako vipo katika jamii husika. Kwa sasa hivi tunaangalia sasa katika elimu, namna gani ambayo tunaweza tuhakikisha kwamba kama ulivyoona katika utafiti wa mwanzo ambao tumeanza nao kwamba namna gani unaweza kuhamasisha wanafunzi kujifunza somo la hisabati. Hilo ni utafiti ambao umekuwepo, nafikiri hata tunaona katika vyombo vya habari na tumeweza kuitoa. Lakini nataka sasa tuendelee zaidi kwamba tusiishie tu katika hii kipengele kidogo, lakini nataka tuje na mbinu mbalimbali ambazo zitasaidia sasa jamii husika kwamba hii akili mnemba namna gani itasaidia kuboresha tukitumia miongozo yetu mbalimbali tulionayo. Kwa upande wake, mratibu wa mradi huo ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu Mzumbe amesema lengo la mradi huo ni kufanya tafiti za ubunifu zitakazowezesha wanafunzi wa sayansi kutumia AI katika kutatua changamoto za jamii. Mradi huu umetokana na kwamba tuliona kwamba kuna changamoto nyingi katika ufundishaji, hasa katika maeneo ambayo yako mbali, rural areas. Unakuta kwamba wanafunzi wanakuwa ni wengi lakini walimu ni wachache, lakini pia pale ambapo wanafunzi wanakuwa wanakosa kuingia darasani, wanakuwa hawapati ule msaada wa haraka kuweza kuelekezwa vitu vingine ambavyo wenzao wameelekezwa. Serikali yetu imejitahidi sana kuhakikisha kwamba kuna matumizi ya sayansi na ya teknolojia. Kwa mfano tuna hizi classes ambazo zinakuwa offered kwenye Zoom, lakini bado still changamoto zipo. Kwa hivyo ndio maana tukaona kwamba ni muhimu kufanya tafiti katika hizi teknolojia mpya zinazokuja, jinsi gani ambazo zinaweza kutusaidia kutatua haya matatizo ambayo bado yapo. Because AI is an up and coming technology, everyone needs to get on board, and we have started a project here, AI for STEM, and from that many other projects follow, where we are looking at how AI can be used to help children in school engage with science and technology subjects. Kiliunde ambayo itatumika katika utafiti, ubunifu ili kuleta maendeleo, lakini pia kutatua changamoto, kuleta majibu ya changamoto zilizopo kwenye jamii zetu kupitia tafiti zitakazokuwa zinafanyika. Lakini pia zile tafiti zitatupa sisi zitainform sera mbalimbali zilizopo. Kwa kweli kwanza tunawashukuru sana Wizara ya Elimu, vile Chuo Kikuu Mzumbe kwa kuweza kuanzisha mradi huu wa AI, yani akili unde. Kwa mara ya kwanza walivyokuja shuleni kwetu, kila mmoja alistaajabu, hata sisi walimu. Lakini kuna faida kubwa ambazo tunaziona na naamini kwamba tutaendelea kuzipata. Kwa sababu kuna faida nyingi. Ila nitaje mojawapo ni kwamba inamfanya mtoto awe na hamu ya kuweza kujifunza. Kwa sababu walivyokuja mara ya kwanza, hata wale ambao walikuwa sio wahusika, shule nzima ilitoka kwenda kuchungulia roboti inafanya nini. Na waliokuwa darasani walisikiliza na walifuata vile jinsi inavyotakiwa. Na kwa upande wa walimu ambao ni wafundishaji, inawasaidia sana weza badala ya kuongea sana, lakini roboti ikitumika mtoto anakuwa mtulivu, anasikia na anaelewa. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaamini kwamba jinsi watakavyoendelea kutumia roboti huko mbele mambo yatakuwa mazuri zaidi kwa watoto wetu. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi na hii ni Upendo TV, amani kwa wote. Asante Pasco Elias kutokea huko mkoani Morogoro, ambapo Upendo FM Radio inasikika kupitia 92.3. Kwa hiyo usiache kuisikiliza kwa habari moto moto. Sasa ni katika jiji la Dar es Salaam. Mshairi maarufu duniani Abdilatif Abdalla ametoa rai kwa serikali ya Tanzania kuona umuhimu wa kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya kufundishia shuleni na hivyo kutambulika vizuri kimataifa, pamoja na waandishi bunifu kuendelea kujifunza mbinu mbalimbali za uandishi kutoka kwa waandishi wengine waliobobea kupitia kusoma maandiko yao. Hayo amesema kwenye hafla ya 4 ya utoaji wa tuzo za taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu iliyofanyika jijini Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo, ambapo pamoja na jitihada zinazoendelea kufanywa na serikali, amesema mikakati zaidi inahitajika ili kutimiza ndoto.
Mwalimu Julius Nyerere alikuwa ni mwana wa bara la Afrika aliyelitumikia bara lake kwa juhudi kubwa ili ijikomboe kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na haswa kimawazo. Kwa hivyo, na kuchukulia kushiriki katika tukio hili muhimu ni katika kuzienzi juhudi hizo za Mwalimu Nyerere kwa bara la Afrika, na pia kutuhamasisha sisi na watakaokuja baada ya sisi kuendelea nazo juhudi hizo na kuzihuisha. Na hapa nawahimiza vijana wa Afrika na nyinyi mlioshiriki na mtakaoshiriki katika mashindano haya ya tuzo ya Mwalimu Nyerere kwa mumo katika kundi hilo, muendelee kuipeperusha bendera aliyokuwa akiipeperusha Mwalimu Nyerere na mjihusishe katika harakati za kuendeleza umajumui wa Afrika. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 4 kwa ajili ya uendeshaji wa tuzo hizo ili kuimarisha sekta ya uandishi na uchapishaji nchini, huku waziri wa nchi katika ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo akisema uwekezaji unaoendelea kufanyika ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Na sisi tunamshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa tututaka tumuenzi mwalimu katika kazi hizi za uandishi bunifu na kupenda jina lake na kuidhinisha jina lake litumike katika kutoa tuzo hii, na vile vile kuidhinisha kama alivyosema katibu mkuu kwamba zoezi hili linakuwa endelevu. Ni utamaduni mkubwa. Kwa Mheshimiwa Waziri, jambo hili tukutie moyo, na sisi ndugu zako tutaendelea kukupa support liendelee, kwa sababu utamaduni tunahitaji sana katika jamii yetu, kwa sababu tumesema moja ya malengo ya dira ni kujenga utamaduni wa kusoma na kuandika katika muktadha huo wa kusoma. Hadi kufikia mwaka huu wa fedha 25-26 serikali imekushawekeza kiasi cha bilioni 4.2 kwa ajili ya uendeshaji wa tuzo hii, na fedha hizi zimetumika katika masuala mbalimbali ikiwemo kugharamia uendeshaji wa jumla wa tuzo hii kila mwaka, kuchapisha vitabu vilivyoshinda, pamoja na kugharamia utoaji wa zawadi kwa washindi katika nyanja mbalimbali. Akitoa taarifa kuhusu tuzo hizo, mwenyekiti wa kamati ya tuzo Profesa Penina Mlama pamoja na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania TEIT Daktari Anet Komba wamebainisha umuhimu wa tuzo hizo katika kuendeleza tasnia ya uandishi hapa nchini. Naomba nimalizie kwa kusema tunakumbushana tu kuwa tuzo ni adhimu, na tuzo hii ni yetu sote wa Tanzania, na mahususi ni tuzo yetu sisi waandishi bunifu. Basi tufanye hima kuiendeleza na kuilinda kwa wivu mkubwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jenga utamaduni na umahiri wa mwanafunzi katika kusoma, kujiamini na kutumia stadi za lugha mbalimbali ikiwemo lugha ya taifa ya Kiswahili. Ndugu mgeni rasmi, kukuza vipaji kwa wanafunzi katika kubuni na kutunga kazi bunifu zikiwemo mashairi, tamthilia, hadithi fupi za wakubwa na watoto, riwaya, maigizo 2023 kwa vitendo. Hai, mtazamaji, na sasa basi tuelekee moja kwa moja katika mkoa wa Pwani ambapo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imeendelea na operesheni zake za kusaka na kukamata dawa za kulevya, ambapo imefanikiwa kukamata boti iliyokuwa imebeba zaidi ya vifurushi 1062 vya dawa za kulevya aina ya mirungi pamoja na watuhumiwa 4. Tukio hilo limetokea katika kingo za bahari ya Hindi, eneo la Bagamoyo katika mkoa wa Pwani, ambapo watuhumiwa hao wanadaiwa kutoka Mombasa nchini Kenya na kuingia mzigo huo nchini kwa lengo la kusambaza katika jiji la Dar es Salaam. Akizungumza na wanahabari mara baada ya operesheni hiyo, Kamishna Jenerali Aleta Silimo amesema mamlaka hiyo
itaendelea kuimarisha operesheni dhidi ya usafirishaji wa biashara ya dawa za kulevya ili kulinda jamii. Mtandao ni mkubwa wa usafirishaji wa hii mirungi kutoka nchini Kenya, kutokana na kwamba ongezeko la watumiaji limeongezeka baada ya hizi dawa nyingine kukosekana. Wameona sasa wakimbilie kwenye mirungi. Kwanza kabisa dawa ambazo zilikuwa zinaongoza hapa nchini ilikuwa ni heroin, cocaine pamoja na methamphetamine. Tukamaliza ile mitandao, ikaingia dawa za kulevya aina ya skanka. Skanka na yenyewe tumefanya operation kubwa, tumekamata magari, tumekamata ile mitandao mikubwa iliyokuwa inaingiza skanka hapa nchini. Mitandao ile tumeimaliza. Sasa hivi tuna operation kubwa tunaendelea nazo vijijini ili kuhakikisha kwamba mashamba ya bangi na yenyewe tunahakikisha kwamba tunayateketeza na itafika mahali bangi na yenyewe itaadimika hapa nchini. Na kutokana na usafirishaji kuwa mgumu wa bangi, sasa hivi watu wameingia sasa kwenye mirungi kutokana na kwamba inasafiri kwa njia ya bahari. Baada ya usafirishaji kwa njia ya magari kuanza kukamata sana hayo magari, sasa hivi wakaingia mbinu nyingine ya kukodi boti hizi za kisasa na kuanza kusafirisha. Kwa hiyo hata wale wenye maboti tutahakikisha tutachukua hatua kali dhidi yao kutokana na kutumia vyombo vyao kusafirisha hizi dawa za kulevya aina mirungi kuingia hapa nchini, hususan katika jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya viongozi wa serikali ya mtaa wa Magambani, Kawole Ufudi, wameipongeza mamlaka hiyo kwa juhudi hizo za kuitaka na kuendelea na operesheni hizo mara kwa mara, huku mwenyekiti wa kitongoji cha Miti Mingi Pili Juma pamoja na Dominic Masikza wakisema hatua hiyo zitasaidia kulinda vijana na kuimarisha usalama wa jamii kwa ujumla. Ni kwa sababu wao wanakuja usiku, hatuwaoni kusema kweli, lakini kama ingekuwa wanakuja mchana sisi tunawaona, tungefanya jitihada zozote tukawakamata, lakini sio mbaya hata usiku tungeweza kuweka doria tukawakamata vijana kama hao wanaotumia mambo sio mazuri katika kitongoji chetu. Hapana, sijawahi kushuhudia tukio lolote, ndio kwanza ni mara yangu ya kwanza. Ushauri wangu mimi nasema hivi, tufanye doria za mara kwa mara na washirikishe wenye vitu wa vitongoji kufanya doria. Kwa hiyo tukiwaacha hivi hao wananchi hao wanaofanya vitendo vya haramu watakuwa wataendelea, lakini tukifanya doria mara kwa mara na kutushirikisha sisi, basi tutakuwa sawa kwa pamoja. Kwanza, jambo la kwanza ni pongeze serikali na mamlaka husika kwa hatua nzuri waliofikia, kwa sababu kitendo cha kuwakamata hawa jamaa nafikiri imeleta faraja kwa sisi tusiopenda vitu vya hatari vya namna hii, kwa sababu waathirika pengine miongoni mwetu wanaweza kawa watoto wetu, lakini na Watanzania wengine. Kwa hiyo kwa kitendo hiki cha kukamata hawa jamaa nimeshukuru sana, na ningeomba serikali iendeleze na jitihada kama hizo, waendelee kufanya hivyo na waendelee kuwakamata. Lakini kubwa zaidi pia ningeomba serikali iangalie mazingira maeneo kama tunavyoona haya mapori. Nadhani pia ndio inawafanya kuwa kivutio kama kichaka cha kufanya kuwa kivuko. Lakini kama kukiwekezwa majengo kama upande zile kule kuna mahoteli na hapo mbele kidogo, lakini kipande hiki kidogo ndio kina msitu. Nadhani ndicho kimekuwa kivutio zaidi kwao kufanya hivi kama kivuko chao cha kupitishia hii mihadarati. Kwa vijana changamoto kubwa ni ujinga, kwa sababu malezi wanayapata mazuri. Kama mimi mwenyewe kama mzazi siwezi kuruhusu mtoto wangu kutumia vitu kama hivi. Kwa hiyo malezi wanayapata vizuri, lakini ni ujinga tu wa watoto na kujifanya ni mambo ya kisasa zaidi. Kwa hiyo jambo kubwa ni sisi wazazi pamoja na serikali kusimama kidete kuhakikisha hivi vitu vinaisha na vinakomeshwa kama ilivyotokea hivi. Ni kwa sababu wao wanakuja usiku, hatuwaoni kusema kweli, lakini kama ingekuwa wanakuja mchana sisi tunawaona, tungefanya jitihada zozote tukawakamata, lakini sio mbaya hata usiku tungeweza kuweka doria tukawakamata vijana kama hao wanaotumia mambo sio mazuri katika kitongoji chetu. Hapana, sijawahi kushuhudia tukio lolote, ndio kwanza ni mara yangu ya kwanza. Ushauri wangu mimi nasema hivi, tufanye doria za mara kwa mara na washirikishe wenye vitu wa vitongoji kufanya doria. Kwa hiyo tukiwaacha hivi hao wananchi hao wanaofanya vitendo vya haramu watakuwa wataendelea, lakini tukifanya doria mara kwa mara na kutushirikisha sisi, basi tutakuwa sawa kwa pamoja. Mtazamaji, sasa basi tuelekee katika mkoa wa Manyara ambapo wakala wa maji na usafi wa mazingira ya vijijini RUWASA katika mkoa huo wa Manyara
umetangaza mpango wa kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama vijijini kutoka 78% hadi kufikia 90% ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya jitihada za Tanzania kuimarisha huduma za msingi na kufikia malengo ya kimataifa ya upatikanaji wa maji kwa wote. Mpango huo unalenga kukabiliana na changamoto uhaba wa maji katika maeneo ya vijijini, huku ukiboresha maisha ya wananchi kupitia huduma endelevu na zenye ufanisi. Kutoka mkoani huko, James Stanley huyu hapa na ripoti kamili. Akizungumza katika hafla tujisaini mikataba ya kati ya vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii na wazabuni wa vifaa vya mradi ya maji, meneja RUWASA mkoa wa Manyara James Kinomela amesema mikakati iliyowekwa inalenga kuhakikisha miradi ya maji inatekelezwa kwa ufanisi, inadumu kwa muda mrefu na kunufaisha jamii. Kwa viongozi ngazi zote tukafanya kazi kwa wivu mkubwa kwa kuilinda sekta yetu ya maji. Tumeshajijengea taswira nzuri kwa wananchi kwenye sekta ya maji katika mkoa wetu wa Manyara. Wakati RUWASA inaanza ilikuwa ni 53% upatikanaji wa maji, lakini leo hii tunaongelea 78.9 katika mkoa wetu huu wa Manyara, kwamba ndio wananchi vijijini wamepata huduma ya maji. Na kwa miradi tunayoendelea nayo, ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba 25 hadi 30 upatikanaji wa maji katika kaya kufika 2030 inatakiwa tufikishe 90% kwa kaya. Kwa baraka mwenyekiti wa vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii kwa mkoa wa Manyara Richard Swai amepongeza hatua hiyo, akieleza kuwa upatikanaji wa vifaa bora utarahisisha matengenezo miundombinu ya maji na kuimarisha huduma kwa wananchi wa vijijini. In fact tulikuwa tunazungumza na wale supplier, tushazungumza nao kwamba ni watu ambao wanapatikana kwa kirahisi, alafu pia vifaa si lazima vitoke Dar es Salaam, wana namna wao nyingine ya kusaidia, kwamba tukishawasiliana wana namna ya kufanya vifaa viweze kufika kwa wakati ili mradi usije ukakwama. Wakati huo mzabuni alishiriki kusaini mikataba hiyo, Shedrack Amani ameahidi kusambaza vifaa vyenye ubora kwa wakati, hatua itakayosaidia kuhakikisha miradi ya maji inakamilika kwa wakati na kutoa huduma bora. Na kiuhalisia kabisa, kwa kushinda huku inatakiwa tushinde pia na site, kwa sababu shughuli zetu sisi ni za site. Ndugu wenye viti, tunaomba ushirikiano wenu, kwa sababu hii kazi ukiangalia unaweza ukaiona kama ni kadogo hivi, lakini kanahitaji ushirikiano mzuri wa moja kwa moja. Kuna changamoto nyingi sana, site zina changamoto nyingi, kwa hiyo tunahitaji ushirikiano mkubwa ili kuhakikisha tunaenda vizuri kwenye hii contract yetu ya mwaka mmoja. Wataalamu wanasema ushirikiano kati ya serikali, jamii na sekta binafsi ni muhimu katika kuharakisha upatikanaji wa huduma ya maji, hasa katika maeneo ya vijijini ambayo bado yanakabiliwa na changamoto kubwa ya miundombinu. Kwa wakazi wengi wa vijijini, utekelezaji wa mpango huo unatarajiwa kuwa suluhisho la kudumu kwa tatizo la maji na hatua muhimu ya kuelekea kuboresha afya, uchumi na ustawi wa jamii kwa ujumla. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Asante James Stanley kwa ripoti hiyo ambayo inatufanya tuangazie katika jiji la Dodoma. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kondoa, Mhashamu Bernard Mfumbusa amefariki dunia leo Aprili 14, 2026 majira ya asubuhi wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma wakati wa matibabu ya dharura. Kwa kweli tuseme kwamba kama tulivyosema, amefariki kwa ugonjwa wa cardiac arrest, lakini alikuwa na tatizo la damu kupungua, na Aga Khan Hospital alipoenda kule Nairobi waligundua tatizo lake na wakaanzisha tiba, na baada ya wiki 3 kama amepata nafuu akawa anarudi nyumbani. Amerudi tu nyumbani Ijumaa iliyopita ndiye akapata hilo tatizo la cardiac arrest, ambapo na alirudi hiyo tarehe 11 akiwa hali imekuwa nzuri, lakini ilipofika hii ya moyo kupata matatizo ya kusukuma damu ndio ikawa tatizo jipya ambalo ndio limemuondoa hapa katika maisha haya ya hapa duniani. Tunasema ni mpango wa Mungu. Madaktari tunawashukuru, wamemsaidia sana, lakini basi tunamwachia Mwenyezi Mungu kwa maamuzi yake, na sisi wote tunasema raha milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie,
apumzike kwa amani. Amina. Itakumbukwa kwamba Aprili 9, 2026 kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 alimteua Askofu Mfumbusa kwa rais wa kamati ya mawasiliano ya shirikisho la mabaraza maaskofu Afrika na Madagaskar na mjumbe wa baraza la kipapa la mawasiliano ya jamii. Aidha, mtandao wa kijamii wa Vatican umebainisha kwamba kanisa limempoteza askofu na mtaalamu mbobezi wa mawasiliano ya jamii Askofu Mfumbusa ambaye alizaliwa tarehe mosi Aprili 1962 katika mji wa Kondoa na ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 64 tangu alipozaliwa. Baada ya malezi na mafundisho ya kikasisi, tarehe 14 Juni 1992 alipewa daraja takatifu la upadre mikononi mwa Askofu Mathias Isuja aliyekuwa askofu wa jimbo Katoliki la Dodoma. Amefariki dunia akiwa ametumikia kanisa kama padre wa miaka 33 na kama askofu mwenye dhamana ya kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa miaka 14. Kwa mujibu wa habari ya Vatican, mwili wake unatarajiwa kuzikwa Jumatano ya Aprili 22, 2026 katika jimbo huko kwake Kondoa. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka sasa jijini Dar es Salaam. Kesi ya madai nambari 140 ya mwaka 2026 inayomkabili msanii wa nyimbo za Injili Peter Lubango anayetuhumiwa kumdhamini mtu aliyetoweka na kukimbia inayoendelea kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu katika jiji la Dar es Salaam imeahirishwa mpaka tarehe 23 katika mwezi Aprili mwaka huu. Kesi hiyo imefunguliwa baada ya Peter Lubango kumdhamini mtu aliyekimbia, jambo lililopelekea Peter kama mdhamini kuwajibika kisheria kwa niaba yake. Akizungumza mwenendo wa kesi hiyo, wakili wa msimamizi wa masuala ya kisheria Peter Lubango, Saidi Kisinza, amesema kesi hiyo chini ya mamlaka za mahakama ambapo taratibu za kisheria zinaendelea kufuata, hivyo kuwatoa hofu wananchi na mashabiki wa msanii huyo. Mahakama inajaribu kupata uthibitisho na ukweli halisi kulingana na kesi ilivyo na kupata vielelezo kamili kutoka katika sehemu ambazo husika ili kuweza kujua au kubaini uhalisia wa mwenendo wa kesi na hali halisi ilivyo. Kusema kweli, ni swala ambalo linaliachia mahakama pamoja kwamba ni kesi ambayo ya katika upande wa kudhamini mshtakiwa ni kwamba amemdhamini mtu ambaye amekimbia, hajulikani mahali alipo. Kwa hivyo kulingana na hiyo, inabidi mahakama ijiridhishe ili kuweza kujua nini kifanyike katika mustakabali wa shauri hili na kuweza kuyatolea maamuzi yaliyokuwa sahihi ili kila pande husika itendewe haki. Na sasa mtazamaji, tuelekee katika mkoa wa Kigoma. Katika kuinua uchumi wa wafanyabiashara katika mkoa huo, serikali imeanza mikakati ya kuweka mazingira rafiki ya kufanya biashara na kupunguza utitiri wa kodi, kuhakikisha biashara zinakuwa kwa kasi ili kuongeza uwekezaji kwa tija katika miradi mikubwa na midogo ya bidhaa mbalimbali. Kutoka mkoani Kigoma, huyu hapa mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili. Kwa sasa uwekezaji wa bidhaa mbalimbali mkoani Kigoma unakuwa kwa kasi, hii ikitokana na kufunguka kwa miundombinu ya barabara na kuchagiza uwepo wa wageni wengi kutoka mataifa jirani ya Burundi na DRC Congo, hatua inayovutia wawekezaji wa biashara wakubwa kwa wadogo. Mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani ameongoza wafanyabiashara wakubwa kwa wadogo kushuhudia ufunguzi wa bidhaa za kisasa ambazo hazikuwahi kuwepo mkoani Kigoma katika duka la Discount Center na kusisitiza uthubutu wa kufanya uwekezaji ili kukuza uchumi na kuongeza thamani ya bidhaa. Serikali na mambo yake inafanya ili kuwawezesha wananchi kiuchumi, waweze kukuza mitaji yao, waweze kufanya biashara na kuweza kutengeneza mnyororo mzima wa kukuza uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Ndivyo ambavyo hata leo huyu mwenzetu ameungana na serikali kuhakikisha kwamba anaunga juhudi za serikali za kila mmoja binafsi kujikwamua, kila mmoja
kuonyesha juhudi zake katika eneo alilo nalo, lakini kuonyesha pia kwamba inawezekana. Unaweza ukaanza kidogo, ukaenda kikubwa kidogo, lakini hatimaye ukawa sasa chachu ya maendeleo katika eneo letu. Kwa jinsi ambavyo serikali yetu inaendelea kuwekeza katika miradi mbalimbali, ni kupitia kodi hizi ambazo tunazikusanya katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunalipa kodi kama ambavyo hata yeye tunamwambia alipe kodi. Mimi namwamini kwa sababu ana nidhamu katika biashara, yuko serious na biashara yake, hana utani kwenye biashara. Wafanyabiashara mbalimbali wamefika katika duka hili la Discount Center na kushuhudia uwepo wa bidhaa za kisasa, vitu mbalimbali. Hakika ni kile ambacho wanakiona kuungana mkono na kushikana ili kuinua uchumi kwa ujumla. Niwakaribishe wafanyabiashara wakubwa wa ndani na nje ili nao pia waweze kuja kufungua maduka makubwa kama haya ya bidhaa zingine, hata kama ni hizi ili tuweze kukuza mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma inakuwa kwa sababu hili ni lango la biashara, kwa sababu ya Kongo, Burundi na mikoa mingine inayotuzunguka. Fursa za kibiashara bado ni nyingi, lakini wakati naanza mimi hapa, mwanzo ulikuwa ni mgumu, lakini sasa hivi Kigoma yetu inaendelea kutanuka, watu wanaendelea kuwa wengi, ndio maana tumeona tuanzishe duka kama hili tuendeleze kutanua biashara. Kwanza ni kujiamini, pili ni kumtegemeza Mungu kwa lolote lile unalolianza, ni kusubutu. Subutu, jaribu, utaweza. Na tunasema kwenye biashara yoyote ni ile utayari na muitikio wako kuanzia chini unaenda unakuzwa taratibu. Tatizo wa Tanzania wengi au wanawake wengi au sisi wa mama tunakuwa tuna uoga. Kutoka katika eneo hili la duka la Discount Center lilopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji, sasa basi tuangazie taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya Ubungo Albert Msando ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kukamata na kuwahoji watumishi wa umma wa wilaya hiyo akiwemo mkwa madai ya kuhujumu mradi wa zaidi ya milioni 70 ya ujenzi wa madarasa mawili ya shule ya msingi Muungano iliyopo Goba jijini Dar es Salaam. Hayo amesema wakati wa ziara yake ya ukaguzi wa mradi huo shuleni hapo, akiwa na kamati yake ya utendaji ikiwemo ya ulinzi na usalama katika wilaya hiyo. Sasa hapa tunachezeana. Nyinyi mnafanya makusudi kuhujumu serikali. Hii ni hujuma. Haiwezekani watoto 1240 wamelundikana kwenye darasa. Fedha ya serikali imetoka miaka miwili, tarehe 25 mwezi wa 3. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 4, 2026, madarasa mawili. Mnaniambia kwamba tunasubiri mwanasheria ili tuweze kuvunja mkataba wa madarasa mawili. Kamanda wa TAKUKURU huko hapa. Sawa. Nataka kusanya wote. Mkuu wa idara ya elimu msingi, kusanya mwanasheria wa halmashauri, kusanya mkurugenzi, wote wahojiwe kwa hujuma ya miradi ya serikali. Hatuwezi kuendekeza mambo ya kipuuzi yanafanyika hapa. Serikali inahangaika kutafuta fedha. Fedha nyingine tunazikopa kwa riba, wananchi wapate huduma. Mnakuja kuniletea mchezo kwamba miaka miwili madarasa mawili hayajakamilika. Afisa elimu wa wilaya Zakayo Mlenduka amesema tayari wameshamsimamisha fundi, wanasubiri mwanasheria kuvunja mkataba kisheria, huku mwalimu wa shule hiyo Musa Njora akikiri kupokea kiasi cha fedha zaidi ya milioni 70 licha kuwa jengo hilo halijakamilika. Mkataba uvunjwe kisheria. Tarehe 26 ni document lile swala likaenda kwa mwanasheria. Mwanasheria mara ya mwisho akawa ameomba mhandisi na mtu wa fedha waje kufanya tathmini
kwamba yule amefanya kazi kiasi gani na iliyobaki kiasi gani ili aweze kuterminate mkataba kisheria. Kwa hiyo na zile pesa ambazo walikuwa hawajapata mwezi Machi mwaka huu milioni 18 zimeletwa. Tunasubiri mwanasheria avunje mkataba ili kazi itangazwe upya tuweze kuendelea. Mwaka 2024 ndio mradi ulianza, na hela iliyotengwa mara ya kwanza tulipewa milioni 61,800,000, lakini katika milioni 61,800,000 milioni 1 ilitengwa kwa niaba ya ufuatiliaji wa mradi, lakini katika bajeti ilivyopigwa baadaye ikaonekana mradi una upungufu wa milioni 18 ambayo tuliomba kwa mkurugenzi milioni 18, na mwaka huu mkurugenzi ametuingizia hizo hela milioni 18 kwa niaba ya kumalizia mradi. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya hiyo Albert Msando ametoa wito kwa wakazi kujitokeza kwa wingi katika viwanja vya Malamba Mawili kupokea Mwenge wa Uhuru ambao utakuwa na ziara ya ukaguzi wa miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 20. Mwenge wa Uhuru utakapofika katika wilaya ya Ubungo utakagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi 7 ambayo gharama ya miradi yote ni shilingi bilioni 20.21, ambapo tutakuwa na miradi, kwanza tuna mradi wa barabara, pili tuna mradi wa elimu, ujenzi wa maktaba na maabara ya kisasa, lakini tatu tuna mradi wa vijana wa kutengeneza sabuni, 4 tuna mradi wa nishati safi ambao tumeutekeleza, lakini pia tuna mradi wa zahanati na mradi wa maji. Miradi hii yote kama nilivyosema gharama yake ni zaidi ya bilioni 20 na inalenga kuboresha maisha ya wanaubungo kwa sababu ni miradi ya maendeleo. Katika kuadhimisha au katika kukimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, mapokezi tutayafanya pale Malamba Mawili, lakini Mwenge wa Uhuru utakesha pale viwanja vya barafu kule Mburahati. Mtazamaji, taarifa hiyo inatuhitimishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa nitakusomea habari za kimataifa. Mimi ni Francisco Dongoro na hii ni Upendo TV habari. Tafadhali usiondoke.